Kwa habari za makala, simulizi, mikasa na matukio yote ya kijamii, wasiliana nasi kwa simu namba 0627589709. Jimbi TV, sauti yenye nguvu. Maandamano ya kupinga mapinduzi nchini Burkina Faso yalikuwa na mwelekeo wa kipekee, ambapo badala ya upinzani wa wazi dhidi ya utawala wa kijeshi, kumekuwa na mkusanyiko mkubwa wa wananchi wanaounga mkono utawala huo, hasa baada ya jaribio la mapinduzi lililodaiwa kufanyika hivi karibuni. Maandamano ya kuunga mkono utawala wa kijeshi mnamo Aprili 30, 2025, maelfu ya waandamanaji walikusanyika katika uwanja wa mapinduzi Place de la Revolution jijini Ouagadougou, wakionyesha uungwaji mkono kwa kiongozi wa kijeshi Kapteni Ibrahim Traore. Waandamanaji walibeba mabango yenye ujumbe wa kumshutumu Jenerali Michael Langley wa Marekani, ambaye awali alimtuhumu Traore kwa kutumia rasilimali za dhahabu kwa manufaa binafsi. Pia walionyesha hisia kali dhidi ya mataifa ya magharibi, huku akipeperusha bendera ya Burkina Faso na Urusi. Serikali ya kijeshi ilitangaza kuwa ilifanikiwa kuzuia jaribio la mapinduzi lililopangwa kutoka nchini jirani ya Ivory Coast. Baadhi ya maafisa wa kijeshi walikamatwa kwa tuhuma za kupanga njama hiyo. Licha ya kuungwa mkono wa ndani wa utawala wa kijeshi umekosolewa na mashirika ya haki za binadamu kwa kukandamiza uhuru wa vyombo vya habari na haki za kiraia. Ripoti zinaonyesha kuwa waandishi wa habari walikamatwa na kuna madai ya kuwa ukiukwaji wa haki za binadamu katika operesheni ya kijeshi dhidi ya waasi. Mnamo Mei 2024, utawala wa kijeshi ulitangaza kuongeza muda wa mpito kwa miaka 5 zaidi hadi Julai 2029, na Kapteni Traore ataruhusiwa kugombea urais katika uchaguzi ujao. Kwa sasa hali nchini Burkina Faso inaendelea kuwa tete, huku wananchi wengine wakiunga mkono utawala wa kijeshi kwa matumaini ya kurejesha usalama, na wengine wakieleza wasiwasi kuhusu hali ya haki za binadamu na uhuru wa kiraia. Wilson Johnny, Jimbi TV.